Hakuna maombi ya kusema Mungu naomba niinue. Mungu anamuinua mtu kwa sababu ya sifa zifuatazo. Nikisema kuinuliwa, yamkini kuinuliwa katika uchumi, katika nafasi yoyote ile, uongozi, katika kipato, biashara, katika utumishi, kazi ya huduma, namna yote vile ambavyo Mungu anaweza kumuinua mtu. Kwenye elimu, kuna mambo ambayo yakionekana kwa mtu automatic Mungu ameyaweka kama sehemu ya kanuni ya kumuinua mtu. Na jambo la kwanza ni hali ya unyenyekevu. Hali ya unyenyekevu. Yakobo sura ya 4 mstari wa 10. Yakobo 4:10 nasema jidhilini au jinyenyekezeni mbele za Bwana naye atawakuza. Kanuni pekee ya Mungu kumkuza, kumuongeza mtu, kumnyanyua mtu ni kujinyenyekeza mbele za Mungu. Yakobo sura ya 5 mstari wa 11 anasema Mungu awainuae juu hao walio chini, waliojinyenyekeza, na hao waombolezao hukuzwa wawe salama. Yusufu akiwa gerezani alionyesha hali ya unyenyekevu, ikawa ni sababu ya Mungu kumnyanyua, akawa ni second command kule Misri, kule Egypt, waziri mkuu. Sababu pekee ya Mungu kumshusha shetani chini ilikuwa ni kiburi, hali ya kujinyanyua. Walizo sio, alishindwa kuonyesha utii mbele za Mungu, ndio ikawa ndio sababu yake kufanyaje, ya kushushwa chini. Kwa Mungu wakweza wanyanyua wale ambao wanajinyenyekeza, wanaojishusha mbele za Bwana, wasio na kiburi wala jeuri, wanyanyua. Na wale ambao wanajinyanyua, Mungu anafanyaje? Anawashusha chini. Na nikasema siku zote kwamba ni afadhali mwanadamu akushushe kuliko Mungu kanuni yake ya kutokutii ikushushe chini, kwa sababu hakuna utakayemwomba atake kunyanyua juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni nyingine ni utii. Kanuni ambayo kumfanya mtu aweze kuinuliwa na Mungu ni utii. Ukisoma Mwanzo sura 22, tunamwona Ibrahimu alionyesha hali ya utii mbele za Mungu hata katika mazingira magumu, lakini Mungu aliweza kumuinua na kufanya kuwa ni baba wa imani wa mataifa yote. Mwanzo sura 22. Isaya sura ya 1 mstari wa 19 anasema kama mkikubali na kumtii mtakula mema ya nini? Mema ya nchi. Kwa hiyo utii unavutia, una attract vitu kwenye maisha ya mtu. Hata katika maisha ya mahusiano na ndoa, mwanamke anaonyesha utii na unyenyekevu, ndio mwanamke anakuwa favored sana na mume wake. Ndio mwanamke anayekubalika, anayevutia. Jambo la tatu ni ile hali ya uaminifu, kanuni ambayo Mungu anaitumia sana. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura 25 mstari wa 16 hadi 21, Mathayo 25:16-21, utaona mfano wa yule tajiri, yule bwana ambaye alikuwa anasafiri. Akati anasafiri akawaita wafanyakazi wake watatu. Hawa mabwana watatu hawa, mmoja akampa talanta 5, na mwingine akampa talanta 2, na mwingine akampa talanta 1. Huyu mwenye 5 akafanya bidii, akawekeza, akazalisha talanta nyingine ngapi? 5. Na huyu mwenye 2 pia akafanya jitihada, naye akazalisha talanta nyingine 2. Lakini huyu mwenye 1 akasema, ili bwana wangu aje kukuta iko salama, akachimba sehemu chini, akaifukia ile talanta. Bwana wake walipokuja, yule jamaa alipokuja, yule mwenye 5 akasema, bwana angalia, ulinipa 5, nimeongeza nyingine faida 5. Huyu mwenye 2 akasema, ulinipa 2, nimeongeza faida nyingine 2. Huyu mwenye 1 akasema, mimi bwana wangu nilienda kuificha, kuifukia chini, kwa talanta yako hii hapa. Yule mwenye 5 alionyesha uaminifu. Hata huyu mwenye 2 alionyesha uaminifu, akaizidisha. Hakutaka kuridhika kuwa nayo ile moja tu. Akafanyaje? Akairidhisha, akaizidisha.
Mathayo 25:21 anasema, bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Daudi mfalme alikuwa mnyenyekevu kama mchungaji na mwaminifu tokea anachunga kondoo za wazazi wake, kabla hata hajainuliwa na Mungu kuwa mfalme wa taifa la Israeli. Nini nataka nizungumze? Ukiwa mwaminifu kwa jambo dogo katika namna yoyote ile au hali yoyote ile, ukiwa mwaminifu kwa jambo lililo dogo, ni rahisi sana Mungu kukuamini na kukuinua kwa jambo lililokuwa kubwa kwenye maisha yako. Usipokuwa mwaminifu kwa kile kipato kidogo unachokipata, hata kumtolea Mungu sehemu ya kujitolea, hata kushughulika na watu waliokuzunguka, kuonesha upendo kwa kile ulichonacho, usipokuwa mwaminifu kwa kidogo, Mungu ni ngumu kuamini akupe kikubwa. Ataangalia, je, nikimfungulia milango ya fedha huyu mtu, je, anajitoa kwangu? Ni mzuri kwenye matoleo ya kisadaka, kwenye michango? Je, anawaangalia watu wangu wajane, yatima na wasiojiweza? Akiangalia hakuna ule uaminifu ndani yako, ni ngumu sana, hata uombe vipi, hata upige magoti vipi na kufunga, ni ngumu sana Mungu kukuamini na kukuletea fungu kubwa la fedha au mafanikio kwenye maisha yako. Jambo la 4, kuna kitu kinaitwa wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu unapofika, Mungu anapotaka kumwinua mtu wake aliyemwandaa, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Biblia inasema kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 6, anasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze, awanyanyue kwa wakati wake. Kwa hiyo kila anayenyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, wakati wa Mungu ukifika, hata wakuu wa giza na roho za kipepo na waganga na walozi na washirikina, hata wanadamu wenye hila wafanye nini, hawawezi kuzuia wakati wa Mungu uliokusudiwa kwa yule aliyenyenyekeza. Kuna mtu mmoja anaongea hapa hivi. Kwa nini nazungumza hivi? Mungu ameruhusu mwaka huu 2026 kuna namna atawainua watu mmoja mmoja, na atainua kanisa. Anataka tu tujiandae kwamba kanuni ya Mungu kumwinua mtu sio kumwambia Mungu naomba uniinue katika eneo fulani. Hakuna maombi ni zaidi kama hiyo, ni kuonesha zile kanuni na kuzifuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaona nini kinachotokea mtu anapoinuliwa na Mungu? Jambo la kwanza, kuinuliwa na Mungu kunampa mtu majukumu. Yaani kwa kadri Mungu anavyokuinua au anapomuinua mtu, ndivyo majukumu yanapokuwa yanaongezeka kwenye maisha yake. Akikuinua kwenye fedha, akikuinua kwenye uongozi, anakuongezea majukumu kwenye maisha yako. Akikubariki ni kwa sababu tu anakuongezea majukumu. Mwanzo sura ya 41 mstari wa 56 na 57, kunyanyuliwa kwa Yusufu kulimpa majukumu juu ya kulisha mataifa mengi. Mataifa mengi yalikuwa yanategemea Misri. Mfalme Daudi alipokuwa mfalme, kulimuongezea majukumu kwa ajili ya watu wengi waliokuwa mbele yake. Tunaona hata Esther, kusoma Esther sura ya 4 mstari wa 14. Esther mara baada ya kuinuliwa na kuwa malkia, ilimpa jukumu dhidi ya ndugu zake, jukumu la kuhakikisha ndugu zake wanakuwa salama. Na Mungu alimweka katika nafasi pale ni kwa ajili ya ndugu zake tu waweze kuwa salama. Ilikuwa ni jukumu. Kwa kila kuinuliwa kunaambatana na nini? Na jukumu. Kwa Mungu anapokuinua hataki wewe tu ukae lele mama. Lakini kuinuliwa kwa mtu kunampitisha mtu katika testi, katika trial. Sio jaribu, ni trial. Mpaka jaribu linatokana na shetani ibilisi na wanadamu. Ila Mungu hawezi kujaribu mtu na Mungu pia hajaribiwi na wanadamu. Ukisoma Wafalme wa kwanza sura ya 3 hadi 11, baada ya mfalme Suleiman kunyanyuliwa na kuwa mfalme, Mungu alimpitisha katika trial, test mbalimbali. Test ya kwanza ilikuwa ni hekima, kutesti hekima yake. Ya pili kutesti uongozi wake. Ya tatu kutesti moyo wake. Namna gani atampa Mungu nafasi ya kwanza na sio wanadamu.
Na tunaona mwishoni kabisa moyo wake ukageuzwa, moyo wake ukageuzwa na wakeze. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 7, Mtume Paulo mara baada ya kupokea ufunuo wa Mungu alipitia katika majaribu makubwa, na anasema kuna Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 7, anasema hivi: na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Paulo anasema ili nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa Shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Anasema kwa sababu ya wingi wa mafunuo uliopewa. Nimepewa mafunuo kuliko hata mitume ambao walikuwa wanakula na kukaa na Yesu Kristo. Kwa wingi wa mafunuo uliopewa, wingi wa ufahamu, maarifa ya Mungu yaliyofunuliwa ndani yangu, nalipewa mwiba ili nisije kufanyaje? Nisije nikajivuna nikanyanyua mabega kupita kiasi. Kwa hiyo kuna namna Mungu anaweza kukupisha katika trial, test, kwa sababu tu ameamua kukuinua katika eneo fulani. Maisha yaliyoinuliwa yanampa Mungu utukufu. Mathayo 5:16 inasema vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa mtu aliyeinuliwa, kiburi kinakuwa ni mtego kwake. Yaani kwa kadri ambavyo Mungu anapomuinua mtu, ndivyo inahatarisha kiburi kuwa ni sehemu ya mtego ya anguko lake. Samueli wa kwanza sura ya 15, Mfalme Sauli aliinuliwa kuwa mfalme, lakini kiburi na kutokutii ndio ilikuwa ni anguko lake. Ilikuwa ni sehemu ya anguko lake, kiburi na kutokutii. Akakataliwa kama mfalme. Lakini Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 26 mstari wa 16, Mfalme Uzia alikuwa ni mtu mashuhuri, imara, lakini jeuri, kiburi ndiyo kisababisha yeye aweze kuingia katika anguko. Mfalme Uzia. Na mtu mwingine tunamwona Nebukadneza kwenye Danieli sura ya 4. Danieli sura ya 4 tunamwona Nebukadneza aliinuliwa sana, akawa na nguvu, akawa na utawala mkubwa, lakini akawa na kiburi, na Mungu ilibidi amnyenyekeze kwa lazima. Alimruhusu ile hali ya ukichaa, ya kuchanganyikiwa, akawa anaenda porini na kula majani kama mnyama.